Okay. Habari ya asubuhi wote. Habari ya asubuhi wote. Ninamshukuru Mungu wa mbinguni kwa zawadi ya uzima na afya njema ambayo anaendelea kunipatia kila itwapo leo. Nina kila sababu za kuweza kumwambia Mungu asante. Sasa hivi ni saa 4 kasoro. Tayari tupo lisaa la 4 toka tulivyoanza mfungo, kama ambavyo nimewapa taarifa jana kwamba tunaingia rasmi katika process ya kuweza kusafisha mwili, kuondoa taka za mwili na kufanya body cleansing kwa ujumla, ikiwemo kuweza kusafisha figo, ikiwemo kuweza kusafisha ini, ikiwemo kuweza kusafisha nervous system, lakini pia na seli zote ambazo ziko mwilini. Kwa hiyo tunaingia lisaa la 4 toka tumeanza mfungo huu. Lakini pia nimeguswa kuweza kushare na nyie kitu hiki asubuhi ya leo ili sote tuweze kujifunza. Rate ya watu wanaopata shida ya figo ni kubwa sana. Kuna mtu mmoja ninapokuwa na post video kama hizi alicomment akasema, mimi siwezi kujitesa hivyo, nikae siku 3 bila kula chakula. Lakini ni mtu huyo huyo, figo zikifeli atamlaumu Mungu, atalaumu wazazi, atalaumu ndugu jamaa na marafiki. Lakini ni mtu huyo huyo hawezi akachukua jitihada za kutosha kuweza kuhakikisha anaweka bidii ya kuweza kuhakikisha anabadilisha mfumo wake wa vyakula. Hivyo basi, naomba nitoe rai hii. Tunakwenda mwaka 2026. Una malengo gani ya kiafya? Mwaka 2025 umesumbuka na kisukari kwa muda mrefu, umesumbuka na pressure kwa muda mrefu, umesumbuka na maumivu ya mwili kwa muda mrefu, umesumbuka na tatizo la nguvu za kiume kwa muda mrefu, umesumbuka na shida ya figo kwa muda mrefu. Lakini swali ni kwamba miaka hii yote hizi tiba zote hazijakusaidia. Miaka hii yote umekuwa ukiishi kwa kumeza dawa. Miaka hii yote umekuwa ukiishi kwa sindano. Tunapokwenda mwaka 2026, umeweka jitihada gani kuweza kuhakikisha unabadilisha mfumo wako wa maisha? Unaingia katika mfumo mwingine. Lakini sio hivyo tu. Tumeweka jitihada gani kuweza kuhakikisha kwamba tunasafisha miili yetu? Moja ya maneno mengi na message nyingi ambazo huwa nazipata kila siku, wanasema, "Dokta, tule nini? Mbona kila kitu ni sumu sasa hivi?" Ni kweli. Kitu ambacho wanafunzi wangu, sijui kwa wale ambao mnaofahamu hichi kitu, inawezekana wengi tunafahamu na wengi wanachanganyikiwa. Hivi unafahamu kwamba hata hayo mafuta ya alizeti unayotumia sio salama kwa afya yako? Unafahamu kwamba hata hayo mafuta ya alizeti ni moja ya chanzo moja kupelekea magonjwa ya mioyo au moyo huko siku zijazo? Lakini ni mafuta ambayo yamezagaa, ni mafuta ambayo ni bei nafuu. Ukija kwenye mafuta ya olive oil ni gharama sana. Ukija kwenye mafuta ya nazi ni gharama sana. Ukija kwenye mafuta ya samli ya ng'ombe ambayo ni mafuta yetu ya asili ni gharama sana. Je, unafahamu kwamba mafuta salama ambayo sisi tunapaswa kuweza kupikia ni mafuta ambayo yasiyo ya mbegu? Sasa ukifikiria haya yote unachanganyikiwa kwamba mbona kila kitu ni sumu, tule nini? Lakini ushauri wangu ni huu hapa, tunapokwenda mwaka 2026. Moja ya kitu ambacho kitakachokwenda kukusaidia mwaka 2026 ni kuhakikisha unafanya body detoxification. Hakikisha unasafisha mwili wako. Usianze na siku 3 kama Dr. Kuboja. Anza polepole, kila siku nasema hivi. Anza na mfungo wa masaa 12. Mimi mwili wangu umeshazoea hichi kitu. Nafanya kila mwisho wa mwezi. Lazima nifanye body detoxification.
na ninakwenda kwa muda wa masaa 72 ambayo ni sawa na siku 3. Sasa sio kila mtu anaweza akaenda masaa 72. Anza na masaa 12. Uzoeshe mwili wako masaa 12 kwa muda usiopungua wiki 2 mpaka wiki 3. Baada ya hapo nenda ka switch masaa 24. Baada ya hapo nenda ka switch masaa 36. Baada ya hapo nenda ka switch masaa 48. Baada ya hapo nenda ka switch masaa 72. Kwa hiyo yote haya inawezekana, ila shida ni hatujaamua kutoka ndani. Kwa hiyo wakati wengine wanalialia na kulalamika kila kitu ni sumu, hebu anza kufunga leo. Hii ni moja ya tiba ambayo hakuna daktari ambaye anaweza akakushauri, hakuna daktari ambaye anaweza akakwambia, lakini anza polepole. So nini kinachokwenda kufanyika katika hizi siku 3? Hapa katikati, mimi ni mmoja ya watu ambao tunatumia mafuta ya alizeti licha ya kwamba sio mafuta salama kwa afya zetu. Kwa hiyo ninachokwenda kukifanya, zile free radicals ama radikali huru, sumu ambazo nimekula kutokana na vyakula vya mafuta, za vyakula vya kukaanga ambavyo nimetumia siku hizi kadhaa, na kwenda kuondoa hizo sumu zote ndani ya hizi siku 3. Kitakachofanyika, mwili wangu utakwenda kuchoma mafuta ya ziada ambayo yako mwilini mwangu. Mwili wangu utakwenda kutumia akiba ya mafuta ya ziada ambayo yako ndani ya mwili wangu. Lakini mwisho kabisa, mfungo huu unakwenda kuhusisha maji ya chumvi ya mawe. Hiki ndicho kinachokwenda kutokea ndani ya siku 3. Moja ya kitu hatari sana ambacho kinawagharimu wengi na wengi wanaingia katika shida ya figo ni kunyima mwili kwa muda mrefu maji. Sasa katika mfungo huu mrefu ambao nakwenda kuanza nao siku ya leo, inabidi niweze moja ya kitu ambacho kitakachokwenda kupungua kwa spidi sana mwili wangu ni maji. Kwa hiyo ili niweze kusurvive mfungo huu vizuri, natakiwa ninywe maji kwa wingi zaidi. Lakini maji hayo lazima yaweze kusindikizwa na umeme maalum ambao utakao kuwa unaupa nishati mwili wangu. Jana nimeelezea kwa ufupi sana kupitia status hapo, nikaweka baadhi ya posta zikielezea umuhimu wa chumvi ya mawe ambao tutakwenda kutumia ndani ya siku 3. Kwa hiyo mfungo salama ambao utakao kwenda kukusaidia ni mfungo unaoambatana na maji ya kunywa, na tunashauri utumie sea salt ama maji ya chumvi ya mawe. Itakusaidia kwa kiwango kubwa sana kuweza kuupa mwili nishati. Kwa hiyo pale ambapo mwili wangu utakapokuwa unaishiwa nguvu, leo jioni ninapokwenda kufikisha masaa 12 saa 1 jioni, kitakachotokea ni kwamba lazima nikapate vikombe 2 mpaka 3 vya maji ya chumvi ya mawe, na hapo mwili wangu utakuwa energized upya, utapata nguvu upya, nitaweza kusurvive, nitaweza kulala usingizi mzuri, lakini pia nitaweza kupata nishati ya kuamka kesho asubuhi na kuweza kufanya mazoezi pia kesho asubuhi pindi ninapokuwa naamka. Kwa hiyo naomba nikukaribishe. Nina wanafunzi wangu 5 ambao wameamua kuungana na mimi katika mfungo huu toka nilivyo tangaza siku ya jana. Wa kwanza dada yangu toka Burundi, dada Nahma, nikupongeze sana. Huyu ni one of my client ambaye amejitoa kwa nguvu ya dhati sana. Huyu ni moja ya client wangu ambaye anasumbuka na shida ya mgongo, anasumbuka na shida ya maumivu ya mgongo na kiuno na changamoto nyingine za kiafya ambazo namsaidia, lakini pia ana shida ya uzito mkubwa sana. Ana shida ya uzito mkubwa sana na tayari ameshaanza kupiga hatua kwa kiwango kikubwa sana katika vyakula. Lakini nimeona niweze kumtaja huyu. Kuna wengine ambao ni 4 ambao tayari wameungana na mimi asubuhi ya leo. Kwa hiyo nimekwenda kuungana na hawa wote wameniahidi kwamba dokta, tunatamani tufikishe na wewe masaa 72. Kwa hiyo mfungo huu utakwenda kuisha Alhamisi asubuhi saa 1 kamili asubuhi, ndipo utakwenda kufungua na chakula ambacho ni rafiki kabisa, chakula ambacho kitakachokuwa salama. Kwa hiyo tumeanza rasmi mfungo wetu. Naomba nikusihi, inawezekana na wewe ukaingia katika uponyaji. Una uwezo wa kujitibu magonjwa yote yale. Lakini pia usifikiri kwamba kwa vile daktari anafunga, hebu na mimi nifunge nipone ugonjwa fulani.
seek for a consultation. Wengi hatutaki kuingia gharama, wengi hatutaki kulipa pesa, tunataka vitu vya shortcut. Tafuta maarifa, una kisukari, una pressure, usiende kufunga direct, usije ukaanguka ukazimia huko ukasema Dr. Kuboja amenidanganya, amesema kwamba ukifunga unapona kila ugonjwa. No, kila ugonjwa una utaratibu wake. Lazima niweze kujua kwanza ni muda gani umekuwa ukiumwa, lazima niweze kujua kiwango cha uzito ulionao, lazima niweze kukupangia vyakula utakapokwenda kufungua. Mgonjwa ambaye amezidiwa sana hawezi kwenda kufunga masaa 72 mfululizo, lakini unapokwenda kufungua lazima nikupangie vyakula gani ambavyo natakiwa kwenda kula. So kila mgonjwa, kila changamoto ya kiafya ina matibabu yake. Ni moja ya vitu ambavyo tunatakiwa tuweze kuvizingatia, ni moja ya vitu ambavyo tunatakiwa tuweze kujua kama wanadamu. Kwa hiyo nikukaribisha katika mfungo huu. Tumeanza rasmi na tayari tumeingia lisaa la 4. Muda wa jioni tutakapofikisha masaa 12 nitakurudia tena hapa kuweza kukwambia nini kimetokea mwilini mwangu na vile ninavyojisikia. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya.